Bahari ya Hindi inapopiga mawimbi polepole kwenye fukwe za Afrika Mashariki na jua linapochomoza juu yake, tunaona mji uliopitia vita, machafuko na maumivu, lakini zamani ulikuwa moja ya miji tajiri zaidi katika Afrika ya Mashariki. Karne nyingi zilizopita, meli kutoka Arabia, India, China na Afrika Mashariki zilikuwa zikifika kwenye bandari yake. Mji huu unaitwa Mogadishu. Lakini historia ya mji huu haikuishia kwenye biashara na ustaarabu. Ndani ya mji huu, jeshi kubwa zaidi duniani, jeshi la Marekani, liliwahi kupigana vita kali mitaani, na tukio hilo lilijulikana duniani kote kwa jina la Black Hawk Down. Lakini ili kuelewa siku hiyo, lazima turudi nyuma kwenye historia ya mji huu wa ajabu. Karibu The Storyside. Historia ya Mogadishu ni ndefu sana kuliko wengi wanavyofikiri. Kabla hata ya mji huu kujulikana duniani kwa sababu ya vita, ulikuwa tayari umejijengea jina kama moja ya vituo muhimu zaidi vya kibiashara katika bahari ya Hindi. Wanahistoria wengi wanaamini kuwa Mogadishu ulianza kukua kati ya karne ya 9 na ya 10. Wakati huo, pwani ya Somalia ilikuwa sehemu ya kile kilichoitwa Indian Ocean Trade Network. Huu ulikuwa mtandao mkubwa wa biashara uliounganisha Afrika Mashariki, Arabia, Persia, India na hata China. Biashara hii ilitegemea sana upepo wa monsoon. Katika miezi fulani ya mwaka, upepo ulivuma kutoka Arabia kuelekea Afrika. Kati ya miezi mingine ulivuma kurudi Arabia. Hivyo wafanyabiashara walijifunza kutumia upepo huo kusafiri kwa meli za mbao zilizoitwa dhows, na moja ya bandari walizokuwa wakifika mara nyingi ilikuwa ni Mogadishu. Kadiri meli zilivyoongezeka kuja hapa, mji ukaanza kukua haraka. Bandari ya Mogadishu ikawa kituo cha kupokea bidhaa kutoka ndani kabisa ya Afrika. Kutoka maeneo ya bara la Afrika zililetwa dhahabu kutoka maeneo ya kusini mwa Afrika Mashariki, pembe za ndovu kutoka kwa tembo wa savana, ngozi za wanyama na bidhaa nyingine za thamani. Bidhaa hizi zililetwa Mogadishu kwa misafara ya wafanya biashara waliopita kwenye njia za kale za biashara. Kisha zilipelekwa bandarini. Kutoka hapo meli zilibeba kwenda Arabia, India na Persia. Lakini mji wa Mogadishu haukuwa tu mahali pa kusafirisha bidhaa za Afrika. Ulikuwa pia mlango wa bidhaa za Asia kuingia Afrika. Kutoka India na Persia zililetwa vitambaa vya hariri, nguo za pamba zilizopambwa, vioo vya kifahari, vyombo vya chuma na silaha. Bidhaa hizi zilikuwa nadra sana Afrika wakati huo. Ndiyo maana Mogadishu ukawa mji tajiri sana. Wafanyabiashara kutoka sehemu tofauti za dunia walianza kukaa Mogadishu kwa muda mrefu. Baadhi walikuwa Waarabu, baadhi walikuwa Waajemi kutoka Persia. Polepole wakaanza kujenga makazi yao. Majengo ya mawe yaliibuka, masoko makubwa yakajengwa, na mji ukaanza kufanana na miji mingine ya ustaarabu wa bahari ya Hindi kama Kilwa, Mombasa na Zanzibar. Lakini Mogadishu ulikuwa na kitu cha kipekee. Ulikuwa moja ya miji ya kwanza kabisa katika pwani ya Afrika Mashariki kuwa na utawala wenye nguvu wa Kiislamu. Uislamu uliingia Mogadishu kupitia wafanyabiashara wa Kiarabu. Hawakuja tu kufanya biashara, walikuja pia na dini yao. Misikiti ilijengwa katikati ya mji. Moja ya misikiti ya kale kabisa inayojulikana ni Fakhri ad-Din Mosque uliojengwa katika karne ya 13.
Misikiti hii haikuwa tu sehemu ya ibada, ilikuwa pia vituo vya elimu. Watu walifundishwa Qur'an, walijifunza lugha ya Kiarabu na taratibu za Kiislamu zikawa sehemu ya maisha ya kila siku. Kadiri muda ulivyopita, utamaduni wa Kisomali na ule wa Kiarabu uliungana. Ndiyo maana hata leo katika pwani ya Somalia kuna athari kubwa za utamaduni wa Kiarabu. Lakini Mogadishu haukuwa tu mji wa dini, ulikuwa pia mji wenye mamlaka ya kisiasa na kiuchumi. Wanahistoria kama Ibni Batuta, msafiri maarufu wa Moroko aliyefika Mogadishu mwaka 1331, aliandika kuwa Mogadishu ulikuwa mji mkubwa sana na tajiri. Aliandika kwamba masoko yake yalikuwa makubwa na wafanyabiashara wake walikuwa na utajiri mkubwa. Pia alieleza kuwa watawala wa Mogadishu walikuwa na nguvu ya kusimamia biashara ya bahari. Katika kipindi hicho, mji wa Mogadishu ulikuwa umegeuka kuwa moja ya bandari tajiri zaidi katika Afrika Mashariki. Mji ulikuwa na majengo ya mawe yaliyojengwa kwa ustadi, masoko yaliyojaa bidhaa kutoka mabara mbalimbali, na mfumo wa utawala ulioweza kudhibiti biashara na usalama wa mji. Kwa wafanyabiashara wa bahari ya Hindi, Mogadishu haikuwa tu kituo cha biashara. Ulikuwa moja ya miji muhimu zaidi katika ramani ya biashara ya dunia ya wakati huo. Lakini historia ya mji huu haikubaki katika ustawi huo milele. Kadiri karne zilivyopita, nguvu mpya zilianza kuutazama mji huu wa pwani na mabadiliko makubwa yalikuwa yanakaribia. Kadiri karne zilivyopita, habari za utajiri wa pwani ya Somalia zilisafiri mbali zaidi ya bahari ya Hindi. Bandari zake zilikuwa zinajulikana, masoko yake yalikuwa yanazungumziwa, na biashara yake ilikuwa inavutia wafanyabiashara kutoka mabara mbalimbali. Ndiyo maana polepole mataifa ya nje yakaanza kuitazama pwani hii kwa macho tofauti, sio tu kwa sehemu ya biashara, bali kama sehemu ya kudhibiti biashara yenyewe. Katika karne ya 16, nguvu mpya ilianza kuonekana katika bahari ya Hindi. Hii ni nguvu ya Ureno. Baada ya kugundua njia ya bahari inayozunguka Afrika kupitia Cape of Good Hope, Wareno walitaka kitu kimoja ambacho ni kudhibiti biashara yote ya bahari ya Hindi. Walijenga ngome, waliteka bandari na walishambulia miji mingi ya pwani ya Afrika Mashariki. Miji kama Kilwa, Mombasa na bandari nyingine kadhaa zilikumbwa na mashambulizi yao. Meli zao za kivita zilizunguka pwani, zikajaribu kuweka nguvu ya Ureno katika njia zote za biashara. Lakini Mogadishu ilikuwa mji wenye historia ndefu na nguvu yake. Ingawa Wareno walijaribu kuishambulia na kuitisha kodi kwa baadhi ya miji ya pwani, Mogadishu haikuwahi kudhibitiwa kikamilifu na wao. Mji uliendelea kusimama, biashara yake iliendelea na utawala wake wa ndani uliendelea kufanya kazi. Kadiri muda ulivyopita, nguvu ya Ureno katika bahari ya Hindi ilianza kupungua, na nafasi hiyo ikachukuliwa na nguvu nyingine ya Kiarabu ambayo ni Sultanate ya Oman. Kuanzia karne ya 17 na 18, Waarabu wa Oman walianza kuimarisha ushawishi wao katika pwani ya Afrika Mashariki. Walikuwa wafanyabiashara hodari, lakini pia walikuwa watawala wenye nguvu za kijeshi. Hatua kwa hatua wakaanza kuwa na ushawishi katika miji ya pwani ikiwemo Mogadishu. Ushawishi huu haukuwa wa kuvamia kwa nguvu kama ule wa Ulaya. Mara nyingi ulikuwa kupitia biashara, ushirikiano wa kisiasa na uhusiano wa kitamaduni. Katika karne ya 19, nguvu mpya zilianza kuongezeka duniani. Nguvu ambazo hazikuja tu kufanya biashara, bali zilikuja kumiliki ardhi. Hizi zilikuwa nguvu za mataifa ya Ulaya, na kile kilichoitwa baadaye Scramble for Africa kilikuwa kinaanza.
Katika kipindi hiki mataifa ya Ulaya kama Uingereza, Ufaransa na Italia yalianza kugawana sehemu mbalimbali za Afrika. Mwisho wa karne ya 19, upepo wa ukoloni ulikuwa umefika karibu kila kona ya Afrika. Mataifa ya Ulaya yalikuwa katika mashindano makubwa ya kugawana bara hili, mashindano ambayo wanahistoria wanayaita Scramble for Africa. Katika ramani hiyo mpya ya nguvu za dunia, Italia iligeukia pwani ya Somalia. Mwaka 1889, Italia ilianza kuweka ushawishi wake katika sehemu kubwa ya kusini mwa Somalia kupitia mikataba na utawala wa maeneo ya pwani. Hatua kwa hatua, eneo hilo likawa koloni lililojulikana kama Italian Somaliland. Na katikati ya koloni hilo palikuwa na mji mmoja muhimu sana ambao ni Mogadishu. Mogadishu ukachaguliwa kuwa mji mkuu wa utawala wa Italia. Kuanzia hapo, mabadiliko makubwa yakaanza kuonekana katika mji huu. Wakoloni wa Italia walitaka kuufanya Mogadishu kuwa mji unaofanana na miji ya Ulaya. Barabara mpya zilijengwa, mitaa ilipangwa kwa mpangilio wa kisasa, majengo ya serikali yaliibuka katikati ya miji, bandari ikapanuliwa ili kupokea meli kubwa zaidi za biashara, na polepole uso wa Mogadishu ukaanza kubadilika. Majengo yenye usanifu wa Kiitaliano yakajengwa, mitaa mipana ikawekwa na sehemu mpya za makazi ya wakoloni zikaanzishwa. Katika miaka ya 1920 na 1930, wakati wa utawala wa kiongozi wa Italia aliyejulikana kwa jina la Benito Mussolini, juhudi za kuendeleza koloni hili ziliongezeka zaidi. Italia ilitaka kuonesha kwamba koloni lake la Somalia linaweza kuwa mfano wa ustaarabu wa Ulaya katika Afrika. Mashamba makubwa ya kilimo yalianzishwa, barabara zikajengwa kuunganisha maeneo ya ndani ya nchi na Mogadishu, na mji ukaanza kukua kwa kasi. Kwa macho ya wakoloni, Mogadishu ulikuwa unaendelea, lakini nyuma ya picha hiyo ya maendeleo kulikuwa na ukweli mwingine mgumu ambao utawala wa kikoloni uliweka mfumo wa ubaguzi. Wakoloni wa Italia walikuwa na maeneo yao ya makazi, wakati wenyeji wa Somalia wakiishi katika sehemu tofauti za mji. Ajira nyingi nzuri zilikuwa zinatolewa kwa wakoloni au watu waliokuwa karibu na utawala, na rasilimali nyingi za nchi zilikuwa zikielekezwa kuwanufaisha watawala wa kikoloni. Hivyo, pamoja na majengo mapya na barabara, kulikuwa na hasira iliyokuwa inakuwa polepole katika mioyo ya Wasomalia. Baada ya muda kupita, watu wa Somalia walianza kutamani kitu kimoja ambacho ni uhuru. Katika nusu ya kwanza ya karne ya 20, mawazo ya kupigania uhuru yalizidi kuenea. Vikundi vya kisiasa vilianza kujitokeza na sauti za kupinga ukoloni zikaanza kusikika zaidi. Kisha tukio kubwa duniani lililotokea ambalo ni vita vya pili vya dunia. Wakati vita hivyo vilipomalizika mwaka 1945, ramani ya siasa za dunia ilianza kubadilika. Nguvu za kikoloni zilianza kudhoofika, na katika maeneo mengi ya Afrika harakati za kudai uhuru zilianza kupata nguvu zaidi. Katika mji wa Mogadishu, sauti za uhuru zilianza kusikika kwa nguvu zaidi kuliko wakati wowote ule, na historia ya mji huu ilikuwa karibu kuingia katika sura mpya. Mwaka 1960 Somalia ilipata uhuru wake. Mogadishu ukawa mji mkuu wa taifa jipya. Kulikuwa na matumaini makubwa. Serikali mpya ilianza kujenga nchi. Miaka ya mwanzo, Somalia ilionekana kuwa moja ya nchi zenye matumaini katika Afrika, lakini matumaini hayo hayakudumu. Mwaka 1969 kiongozi wa kijeshi aliyeitwa Siad Barre alifanya mapinduzi. Alichukua madaraka na Somalia ikaingia kwenye utawala wa kijeshi. Mwanzoni watu wengi walimuunga mkono, lakini kadiri miaka ilivyopita utawala wake ukawa mkali zaidi.
upinzani ukaanza kuongezeka na nchi ikaingia kwenye mgogoro mkubwa. Mwaka 1991 utawala wa Siad Barre ulianguka, lakini badala ya amani, Somalia ikaingia kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Makundi ya wanamgambo yaligawana mji wa Mogadishu. Kila kundi lilikuwa na eneo lake. Hakukuwa na serikali, hakukuwa na jeshi la taifa, hakukuwa na sheria. Mogadishu ukageuka kuwa mji wa vita. Majengo yaliharibiwa, barabara zilijaa silaha na watu walianza kukimbia nchi. Lakini tatizo kubwa zaidi lilikuwa ni njaa. Mwanzoni mwa miaka 1990 Somalia ilikumbwa na njaa kubwa sana. Vita viliharibu mashamba na biashara zilisimama, na mamilioni ya watu walikuwa kwenye hatari ya kufa kwa njaa. Dunia ilianza kuona picha za watoto waliokonda, watu waliokufa njaa na wakimbizi. Jumuiya ya kimataifa iliamua kuingilia kati. Mwaka 1992 Umoja wa Mataifa ulituma operation ya kulinda misaada. Baadaye Marekani ilituma jeshi lake kusaidia operation hiyo. Operation hiyo iliitwa Operation Restore Hope, lakini mambo hayakwenda kama ilivyotarajiwa. Serikali ya Siad Barre ilipokuwa imeanguka, taifa liligawanyika na mji wa Mogadishu ukageuka kuwa uwanja wa vita kati ya makundi ya wanamgambo. Mamlaka yakawa mikononi mwa viongozi wa vita. Watu walikuwa na silaha, watu walikuwa na wanajeshi wao binafsi, na kati ya viongozi hao kulikuwa na jina moja lililotajwa sana katika mji wa Mogadishu ambalo ni Mohamed Farah Aidid. Aidid hakuwa mtu wa kawaida katika historia ya Somalia. Alizaliwa mwaka 1934 katika eneo la Beledweyne. Katika ujana wake aliwahi kusoma nchini Italia, wakati Somalia ilikuwa bado na uhusiano wa karibu na Italia baada ya ukoloni. Baadaye aliingia katika jeshi la Somalia na polepole akapanda vyeo mpaka kuwa mmoja wa maafisa wakubwa wa kijeshi. Lakini wakati serikali ya Siad Barre ilipoanza kudhoofika, Aidid aligeuka kuwa mmoja wa viongozi wa upinzani. Alijiunga na kundi la waasi lililojulikana kama United Somali Congress. Kundi hili lilikuwa moja ya makundi makubwa yaliyopigana dhidi ya utawala wa Siad Barre. Na mwaka 1991 wakati serikali ya Barre ilipoanguka, Aidid akawa mmoja kati ya watu wenye nguvu zaidi nchini. Lakini ushindi huo haukuleta amani. Badala yake, makundi yalisaidia kuangusha serikali, yakaanza kupigania madaraka kati yao. Katika Mogadishu, mapigano makubwa yakazuka kati ya makundi tofauti ya wanamgambo, na Aidid akawa mmoja wa viongozi waliodhibiti sehemu kubwa ya mji huu. Alikuwa na wapiganaji wake, magari ya kivita na silaha nyingi zilizobaki baada ya kuanguka kwa serikali. Kwa wafuasi wake, Aidid alikuwa kiongozi wa mapambano dhidi ya ukandamizaji, lakini kwa wapinzani wake alikuwa kiongozi wa vita aliyekuwa akichochea machafuko. Kadiri hali ya Somalia ilivyozidi kuwa mbaya, jumuiya ya kimataifa ilianza kuingilia kati ili kusaidia kusambaza misaada ya chakula kwa watu waliokuwa wanakufa kwa njaa. Lakini operesheni hizo hazikuwa rahisi. Mara nyingi misaada ilitekwa, maghala yalishambuliwa na magari ya misaada yaliporwa. Katika macho ya Umoja wa Mataifa na Marekani, kundi la Aidid lilionekana kuwa moja ya vizuizi vikubwa katika juhudi za kurejesha utulivu ndani ya Mogadishu. Mvutano ukaanza kuongezeka na taarifa za kijasusi zikaanza kukusanywa, na polepole jina la Aidid likaanza kuonekana kama lengo kuu la operesheni za kijeshi za kimataifa katika Somalia. Lakini hakuna aliyefikiria kwamba
juhudi za kumkamata mtu mmoja zingesababisha moja ya mapigano maarufu zaidi katika historia ya vita vya kisasa. Mapigano ambayo yalibadilisha kabisa namna dunia ilivyoitazama Somalia, na pia namna ambavyo Marekani ilivyoanza kufikiria kuingilia vita za mataifa mengine. Mwaka 1993 hali ya Mogadishu ilikuwa bado haijatulia. Ingawa majeshi ya kimataifa yalikuwa tayari nchini Somalia kusaidia kulinda misaada ya kibinadamu, maghala ya chakula yalikuwa yakishambuliwa, magari ya misaada yalikuwa yakitekwa, na mara nyingi wanamgambo walikuwa wakizuia misaada kuwafikia watu waliokuwa wanakufa kwa njaa. Ndani ya Umoja wa Mataifa na serikali ya Marekani kulikuwa na imani moja ya kwamba kuna mtu mmoja ndiyo ana ushawishi mkubwa katika hali hiyo ya machafuko, ambaye ni Mohamed Farah Aidid. Baada ya mashambulizi kadhaa dhidi ya wanajeshi wa Umoja wa Mataifa, Aidid alitangazwa rasmi kuwa mtu anayesakwa, na hapo ndipo Marekani ikaamua kuchukua hatua kali zaidi. Majira ya kiangazi ya mwaka 1993, Marekani ilituma kikosi maalum cha wanajeshi nchini Somalia. Kikosi hicho kilijulikana kama Task Force Ranger. Hiki hakikuwa kikosi cha kawaida. Kilikuwa ni mkusanyiko wa baadhi ya wanajeshi waliofunzwa zaidi katika jeshi la Marekani. Kikosi hicho kilijumuisha Army Rangers, wanajeshi waliobobea katika operesheni za haraka na vita vya ardhini; Delta Force, kikosi maalum cha siri kinachotumika katika operesheni za kumkamata au kumwondoa adui muhimu; na juu angani kulikuwa na marubani waliokuwa wakiendesha helikopta za kivita za Black Hawk. Kambi yao iliwekwa karibu na Mogadishu International Airport. Kutoka hapo, operesheni za siri zilianza kupangwa. Lengo lilikuwa moja tu: kumkamata Mohamed Farah Aidid, au angalau kuwakamata viongozi wake wakuu waliokuwa wanaratibu shughuli zake. Mpango wa operesheni hizi ulikuwa rahisi kwa karatasi. Helikopta zingefika haraka juu ya eneo lililolengwa, ambalo ndio target. Wanajeshi wangeteremshwa kwa kamba kutoka angani, wangeingia ndani ya jengo, kuwakamata watu waliolengwa, kisha kuondoka haraka kabla ya wanamgambo hawajapata muda wa kujipanga. Operesheni hizi ziliitwa Snatch Operations, mashambulizi ya ghafla, haraka na ya kushtukiza. Katika miezi kadhaa ya mwanzo, baadhi ya operesheni hizi zilifanikiwa. Wanajeshi walikamata baadhi ya viongozi wa wanamgambo na kurudi kambini bila hasara kubwa. Lakini Mogadishu ilikuwa mji tofauti. Huu ni mji uliojaa watu wenye silaha. Ni mji ambao taarifa zilisambaa haraka sana mitaani. Kadiri operesheni hizi zilivyoendelea, wanamgambo walianza kujifunza mbinu za jeshi la Marekani. Walianza kujiandaa, walianza kuweka walinzi, na walikuwa tayari kujibu mashambulizi. Hivyo kila operesheni mpya ilianza kuwa hatari zaidi kuliko ile iliyopita. Lakini hakuna aliyefikiria kwamba siku moja operesheni ya kawaida ya kukamata watu wachache ingegeuka kuwa moja ya mapigano makali zaidi kuwahi kutokea katika mji wa Mogadishu. Mchana wa tarehe 3 Oktoba mwaka 1993, joto kali lilikuwa limefunika mji wa Mogadishu. Katika kambi ya jeshi la Marekani karibu na uwanja wa ndege wa Mogadishu, wanajeshi wa Task Force Ranger walikuwa tayari kwa operesheni nyingine. Walikuwa wamefanya operesheni kama hizi mara kadhaa, na mara nyingi zilikuwa zinaisha haraka, dakika chache tu kukamata watu waliolengwa kisha kurudi kambini. Lakini operesheni ya siku hiyo ilikuwa tofauti. Takriban saa 9:30 alasiri, helikopta kadhaa zilianza kuruka kutoka kambini. Juu angani kulikuwa na helikopta za Black Hawk zilizobeba wanajeshi wa Delta Force.
na helikopta ndogo za Little Bird zilizokuwa zinalinda operation kutoka juu. Wakati huo huo, magari ya kijeshi aina ya Humvee na malori ya kijeshi yalikuwa tayari kuingia mjini kuwachukua wanajeshi baada ya operation. Helikopta zilipofika juu ya eneo ambalo ndiyo target katikati ya Mogadishu, operation ilianza. Wanajeshi wa Army Rangers waliteremshwa kutoka angani kwa kutumia kamba. Ndani ya sekunde chache walikuwa tayari wameshika nafasi zao mitaani. Kikosi cha Delta Force kikaingia ndani ya jengo lililokuwa likifanyika mkutano. Ndani ya muda mfupi walifanikiwa kuwakamata viongozi wawili wa IDID waliokuwa wakitafutwa. Kwa dakika chache za mwanzo ilionekana kuwa operation ilikuwa inaenda kama ilivyopangwa, lakini nje ya jengo hali ilianza kubadilika. Watu wa Mogadishu walikuwa wamezoea operation za ghafla za helikopta. Mara nyingi walikuwa wakikusanyika haraka sana. Ndani ya dakika chache wanamgambo wenye silaha walianza kujitokeza kutoka kila upande wa mji. Barabara zikaanza kujazwa na watu wenye bunduki za AK-47 na roketi za RPG. Risasi zikaanza kufyatuliwa kutoka majengo na mitaa ya karibu. Wanajeshi wa Marekani wakajibu mashambulizi. Mapigano yakaanza, lakini kilichowashangaza wanajeshi wengi ni kasi ambayo wanamgambo walikusanyika. Ndani ya muda mfupi sana, eneo lote lilikuwa limegeuka kuwa uwanja wa vita. Magari ya jeshi yaliyokuwa yakija kuwachukua wanajeshi yalikutana na mashambulizi makali. Barabara nyingi zilikuwa zimefungwa kwa vizuizi, na helikopta zilikuwa zinaanza kupigwa risasi kutoka chini. Kwa mara ya kwanza ilionekana wazi kuwa operesheni hiyo haitakuwa rahisi kama zile zilizotangulia. Na kisha dakika chache baadaye, tukio moja lilitokea angani, tukio ambalo lilibadilisha kabisa operesheni hiyo na kuifanya siku ya Oktoba 3 mwaka 1993 kuwa siku ambayo historia ya vita inaikumbuka milele. Dakika zilianza kupita haraka. Mitaa ya Mogadishu ikawa imejaa kelele za risasi. Wanajeshi wa Army Rangers walikuwa wamejipanga kulinda eneo la operation. Kazi yao ilikuwa kuhakikisha kuwa kikosi cha Delta Force kinaweza kukamilisha kukamata watu waliolengwa na kuondoka salama. Lakini hali ya mazingira ilikuwa ngumu sana. Kila dirisha, kila kona ya barabara iliweza kuwa sehemu ya shambulizi. Kutoka juu angani, helikopta za Little Bird zilikuwa zikizunguka kutoa msaada wa moto kwa wanajeshi waliokuwa chini. Marubani walikuwa wakiona wazi kuwa idadi ya wanamgambo ilikuwa inaongezeka kwa kasi. Kila dakika iliyopita, watu wenye silaha walikuwa wakikusanyika zaidi. Baadhi yao walikuwa wanamgambo wa IDID, lakini wengine walikuwa raia waliokuwa wamechukua silaha kulinda maeneo yao. Hali ilianza kuwa ngumu zaidi kwa msafara wa magari ya kijeshi uliokuwa unajaribu kuingia mjini kuwachukua wanajeshi. Magari hayo yalikuwa yakiongozwa na Humvee kadhaa, lakini barabara zilikuwa zimejaa vizuizi. Magari yalipinduliwa, yalipigwa mawe na hata makundi ya watu waliokuwa wakizuia njia. Kila kona ya mji ilikuwa hatari. Risasi zilikuwa zikifyatuliwa kutoka majengo ya juu, kutoka madirishani, kutoka kwenye paa za nyumba, na wakati huo huo wanajeshi waliokuwa ndani ya jengo walikuwa wanajaribu kuandaa mateka waliowakamata ili waondoke nao. Mpango wa awali ulikuwa bado ni ule ule, kuondoka haraka, kurudi kambini. Lakini sasa kila dakika iliyopita ilikuwa inaifanya operation kuwa hatari zaidi, kwa sababu mji wa Mogadishu ulikuwa tayari umeamka. Habari ya operation ilikuwa imeenea mitaani, na mamia ya wapiganaji walikuwa wanakaribia eneo hilo kutoka kila upande wa mji. Na angani
Helikopta za kivita zilikuwa zinaendelea kupigwa risasi kutoka chini. Hakuna aliyefikiria kuwa silaha rahisi zilizokuwa mikononi mwa wanamgambo zinaweza kuleta hatari kubwa kwa helikopta hizo. Lakini ndani ya dakika chache zijazo kilitokea kitu ambacho kiligeuza operesheni hiyo kuwa vita kamili katikati ya mji wa Mogadishu na kuandika sura mpya katika historia ya mji huu. Wakati mapigano yakiwa yanaendelea mitaani, angani kulikuwa na helikopta kadhaa za Black Hawk zikizunguka juu ya eneo la operation. Helikopta hizi zilikuwa muhimu sana katika mpango wa jeshi la Marekani. Zilikuwa zikitoa ulinzi kutoka juu, zikiangalia mienendo ya wanamgambo na pia tayari kuwachukua wanajeshi endapo hali ingekuwa mbaya. Lakini Mogadishu ilikuwa mji uliojaa silaha, na kati ya silaha zilizokuwa mikononi mwa wanamgambo kulikuwa na kitu ambacho kilikuwa hatari sana kwa helikopta, ambayo ni RPG, yani Rocket Propelled Grenade. Takriban dakika 40 baada ya operation kuanza, tukio lisilotarajiwa lilitokea. Roketi moja ilirushwa kutoka ardhini ikapiga moja ya helikopta za Black Hawk. Helikopta hiyo iliyokuwa ikipewa jina la Super 61 ilianza kupoteza udhibiti. Ilizunguka angani kwa sekunde chache, kisha ikaanguka kwa nguvu katikati ya mji na moshi ulianza kutanda juu ya majengo ya Mogadishu. Ndani ya sekunde chache, habari ya kuanguka kwa helikopta iliwafikia wanajeshi waliokuwa chini, na hapo ndipo operesheni yote ilibadilika. Mpango wa kukamata viongozi wa wanamgambo haukuwa tena kipaumbele. Sasa jukumu kubwa lilikuwa moja tu: kuwafikia na kuwaokoa wanajeshi waliokuwa ndani ya helikopta iliyoanguka. Kikosi maalum kilianza kuelekezwa kwenye eneo la ajali, lakini wakati huo huo wanamgambo walikuwa tayari wanaelekea huko pia. Mabaki ya helikopta yalikuwa kama sumaku, yaliwavuta wapiganaji kutoka kila upande wa mji, na kabla wanajeshi wa Marekani hawajafika kwenye eneo hilo, mamia ya wapiganaji tayari walikuwa wakikaribia. Lakini hali haikuishia hapo. Dakika chache baadaye, tukio lingine la kutisha lilitokea angani. RPG nyingine ilipigwa na ikagonga Black Hawk nyingine iliyokuwa ikizunguka juu ya mji. Helikopta hiyo pia ilipoteza udhibiti, kisha ikaanguka umbali mfupi kutoka eneo la kwanza. Sasa Mogadishu ilikuwa na helikopta mbili za kijeshi zilizoanguka katikati ya mji, na kila moja ilikuwa na wanajeshi waliokuwa ndani yake. Kwa wanajeshi wa Marekani, hali ilikuwa imebadilika kabisa. Operation ya dakika chache ilikuwa sasa imegeuka kuwa vita ya kuokoa maisha ya wenzao. Wanajeshi walianza kuelekea kwenye maeneo ya ajali, lakini walikuwa wakipambana kupitia mitaa iliyojaa wanamgambo. Mapigano makali yakaanza mitaani, kwenye majengo na karibu na mabaki ya helikopta zilizoanguka. Risasi zilikuwa zinapigwa kutoka kila upande, na eneo lililokuwa limeanza kama eneo la operation ya haraka sasa lilikuwa limegeuka kuwa uwanja wa vita kamili. Usiku uliingia Mogadishu, lakini vita havikuisha. Wanajeshi wa Marekani walikuwa wamezingirwa. Wanamgambo walikuwa kila mahali. Risasi zililindima usiku kucha. Wanajeshi walipigana kwa saa nyingi. Baadhi yao walikufa wakijaribu kulinda wenzao, na moja ya matukio maarufu sana ilihusisha wanajeshi wawili wa Delta Force. Wanajeshi hawa wa Delta Force ambao ni Gary Gordon na Randy Shugart waliomba kushushwa karibu na helikopta iliyoanguka. Walijua kuwa eneo hilo lilikuwa hatari sana, lakini walitaka kumlinda rubani aliyekuwa hai. Walishuka wakapigana dhidi ya makumi ya wanamgambo mpaka risasi zilipowaishia. Walipoteza maisha yao, lakini walimlinda rubani kwa muda mrefu. Baadaye walipewa Medal of Honor.
Mapigano yaliendelea kwa karibu masaa 18. Hatimaye msaada kutoka vikosi vya Umoja wa Mataifa ulifika. Magari ya kivita yaliingia mjini. Wanajeshi waliondolewa, lakini hasara ilikuwa kubwa. Baada ya mapigano hayo, wanajeshi 18 wa Marekani walikufa. Zaidi ya watu 70 walijeruhiwa na mamia ya Wasomali walikufa. Picha za wanajeshi waliokufa zilionyeshwa duniani. Dunia ilishtuka na Marekani iliamua kuondoa jeshi lake Somalia baada ya kuoneshwa mwili wa mwanajeshi wa Kimarekani ukiburuzwa mtaani. Baada ya tukio hilo, mji wa Mogadishu uliendelea kukumbwa na vita kwa miaka mingi. Hakukuwa na serikali kwa muda mrefu, lakini polepole hali ilianza kubadilika. Leo Mogadishu bado ni mji unaojijenga upya. Majengo mapya yanaonekana, biashara inaanza kurudi na watu wa Somalia wanaendelea kuijenga nchi yao. Mogadishu si tu mji wa vita, ni mji wa historia ndefu. Kutoka biashara ya kale ya Bahari ya Hindi mpaka mapigano yaliyotikisa dunia, ni mji uliopitia maumivu, lakini pia ni mji unaoendelea kusimama tena. Na hadi leo jina la Mogadishu linabeba kumbukumbu ya siku moja ya kutisha, siku ambayo dunia ilijifunza somo la vita vya mitaani, siku ambayo helikopta zilianguka kutoka angani na historia ikaandika maneno matatu ambayo hayatasaulika, nayo ni Black Hawk Down. Je, unafahamu nini kuhusu mji wa Mogadishu? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.